Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuwa mchangiaji wa kwanza jioni hii ya leo. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuleta mabadiliko makubwa na uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu. Nimpongeze pia kwa kuendelea kumwamini Profesa Adolf Mkenda na katibu wake Caroline Nombo na wasaidizi wao kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kusimamia utekelezaji wa sera na mitaala mipya iliyoboreshwa. Ndugu waheshimiwa wabunge, naomba kwanza tuanze kwa kukumbushana. Mwaka 1967 Mwalimu Julius Nyerere alikuja na sera ya elimu ya kujitegemea ambayo lengo lake ilikuwa ni kujaribu kufuta mfumo wa kikoloni tuliokuwa tumeurithi na kutaka Watanzania, vijana wa Tanzania wanaoelimika waweze kuwa na ujuzi wa kuweza kujiajiri. Ndipo aliposema hata kijana anapomaliza darasa la 7 au angalau na ujuzi mmoja wa kuweza kuutumikia akirudi nyumbani. Lakini utekelezaji wa elimu hiyo ya kujitegemea haukuweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Na alipomaliza madaraka ndio ikafifia kabisa, tukarudi kwenye masuala ya nadharia. Sasa lakini ukiangalia malengo yake wakati ule ndio valid mpaka sasa hivi. Kwa sababu tunataka kuwa na dira hii ya mwaka 2050, tunataka kuwa na taifa la watu wanaojitegemea na walioelimika na wenye ujuzi mbalimbali na wanaochangia katika kuleta uchumi. Sasa Profesa Ishumi aliyekuwa Profesa Emeritus wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam alifanya analysis hivi karibuni. Akasema ni kwa nini kama taifa tulishindwa kutekeleza elimu ya kujitegemea? Hatukuweza kuwa na nyenzo iliyoweza kutuguide vizuri tutoke wapi twende wapi. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021 alikuta kuna malalamiko ya Tanzania, wengi wanalalamika kwamba elimu yetu haina msaada kwa vijana, hawapati ajira na hawezi kujiajiri. Ndipo alipoielekeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia chini ya uongozi wa Profesa Mkenda na katibu wake Profesa Caroline Nombo kutafuta nini kifanyike ili Watanzania waweze kujiajiri. Lakini Profesa Mkenda kwa kushirikiana na wataalamu wengine wasomi Tanzania walipitia ile sera mwaka 2014 iliyokuwa imeshindikana, ndio wakaja na sera iliyoboreshwa ya mwaka 2023 pamoja na mitaala iliyoboreshwa ambayo inakwenda kuwa mwarobaini wa tatizo la ukosefu wa ajira. Kwa hilo tuwapongeze, tuwape maua yao. Wengi walishindwa kufanya hivyo. Ukiangalia hata sera ile ya mwaka 2014 ilishindwa kutekelezeka kwa sababu inahitaji matumizi makubwa ya fedha. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua na ameamua kuweka fedha nyingi baada ya kuanza kutekeleza hii sera. Kwa hiyo niwapongeza hata wizara hapa leo wamekuja na budget ya 2.3 trillion na ukiangalia kwa kiasi kikubwa inakwenda katika kutekeleza hiyo sera. Wamesema ni miongoni mwa mambo ambayo yamepa kipaumbele. Baada ya kukubali kuanza kutekeleza ile sera, wamewekeza fedha nyingi sana katika ile sera. Pamoja na mambo mengine, ilielekeza uonyeshaji wa amali, lakini pia elimu ibadilike ya miaka 10, lakini ilifocus zaidi katika masuala ya sayansi, tehama na hisabati. Na hayo ndio mambo yanayotupeleka kwenye taifa lenye uchumi. Baada ya kufanya hivyo, tayari shule 103 za amali zimeshajengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 90, ambapo watoto wetu sasa wanaenda kusoma kwenye shule za amali. Lakini kuna shule 158 zinatekeleza mkondo wa amali. Na ukiangalia sasa tunapokwenda kwenye hii dira, nilikuwa natamani nione watu wa Wizara ya Fedha wakiwa ndani pamoja na watu wa mipango, kwa sababu bila kusomesha hawa Tanzania hiyo dira ya 2050 haitafanikiwa. Hatutaweza kutekeleza dira ya 50-20 kwa kutumia Wachina na Wahindi, tunatakiwa tutumie vijana wetu watakaosoma kwenye VETA. Sasa ni ukweli Mwalimu Nyerere aliwahi kusema mficha maradhi kilio kitamfichua. Kwa hiyo tukiangalia Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuta VETA zinasuasua, alielekeza bilioni 100 zipatikane ili VETA hizi ziweze kukamilika. Lakini mpaka sasa hivi tunavyokwenda VETA 64 ziko 67% na ile VETA moja ya Songe iko 68%. Fedha bado zinahitajika. Bila kufanya maamuzi magumu, itafika tena mwaka kesho VETA zitakuwa bado ziko vile vile. Lakini kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaonyesha nia, sasa wanasema great leaders inspires everyone to take action. Kwa hiyo tunaamini sasa hivi Dr. Samia ameshatuinspire, waziri wa fedha na waziri wa mipango na tume ya mipango. Kama kweli mnataka dira ya 2050 iweze kutekelezeka, basi tengeni fedha ziende kwenye VETA ili tuweze kuongeza ajira. Kwa sababu 5-year development plan inasema tuongeze ajira. Kwa hiyo naomba sana mtenge fedha ziende kuongeza ajira.
Bila VETA kukamilika, ajira hazitapatikana. VETA ndio habari ya mjini, ujuzi na ajira. Sasa hivi ili tukamilishe hii awamu tunahitaji bilioni 38.9. Tufanye maamuzi ya makusudi, tutenge bilioni 38.9 ili VETA zikamilike, vijana wa Tanzania waweze kuzitumia. Lakini pia niwapongeze Wizara ya Elimu kwa kujenga majengo mengi, madarasa mengi mapya, matundu ya vyoo mengi kwa kushirikiana na Wizara na Ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pia maabara nyingi zimejengwa na shule nyingi mpya za msingi na sekondari na awali, na hiyo imepelekea pia kuongezeka kwa ajira. Dr. Samia ameajiri walimu wengi wa awali mpaka vyuo vikuu. Tuwape pongezi zao kwa kweli. Kwa hiyo imepelekea pia ufaulu, udahili umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ukija kuangalia uandikishaji kwenye ngazi ya vyuo vya juu tumeongeza kwa 43%, lakini bado ukilinganisha na nchi za Afrika Mashariki bado tuko chini kwenye gross enrollment rate. Sasa nini kifanyike? Kwanza tuipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Elimu kwa kujenga campus 16 katika kila mkoa. Hii inasemekana zitakapokamilika zitaongeza wanafunzi enrollment 100,000. Hii itasaidia sana kuongeza gross enrollment rate ambayo hiyo ni direct proportional na GDP per capita. Kwa hiyo watu wa Tume ya Mipango na Fedha ni vizuri tukawekeza sana kwenye Wizara ya Elimu. Na sasa hivi ni kama unavyojenga gorofa, msingi wa fedha nyingi za miradi ya maendeleo kwenye taifa hili miaka 5 hii tuwekeze kwenye Wizara ya Nishati, Wizara ya Elimu, Wizara ya Uchukuzi, Wizara ya Kilimo, Wizara za Viwanda. Na VETA zetu lazima zisomeshe wataalamu ambao watakwenda kusaidia kutengeneza matrekta, watakwenda kutengeneza kuwe na ufundi kwa ajili ya stakabadhi ghalani na kadhalika. Niwapongeze pia Wizara ya Elimu kwa kuja na ubunifu wa kuanzisha scholarship mbalimbali. Samia Scholarship, wanafunzi zaidi ya 2000 wanasoma. Hongera sana Profesa Mkenda na wenzako. Lakini Samia Extended Scholarship, tumepeleka zaidi ya wanafunzi nje. Mataifa mengi yaliyoendelea katika kuendeleza human capital pia yanapeleka wanafunzi wengi nje ya nchi. Naomba tuongeze fedha ili wanafunzi wengi zaidi waweze kwenda huko. Lakini pia nikupongeze kwa kuanzisha Samia Innovation and Commercialization Fund ambayo inasaidia kuboresha ubunifu. Nadhani hii nayo ikiendelea kupewa kipaumbele italeta mafanikio makubwa sana. Baada ya kusema hayo, tunajua kutokana na utekelezaji wa sera mwaka 2028 tunakwenda kuwa na wanafunzi 3,321,177. Zinahitajika fedha 1.77 trillion. Sasa niliangalia kwenye hotuba ya Waziri Mkuu, mamlaka ya serikali za mitaa wanatenga bilioni 139. Serikali kuu inatenga bilioni 7. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kuongeza kasi kubwa ili hizi shule ziweze kukamilika, vinginevyo itakuwa ni tatizo. Naomba kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana ili shule ziweze kujengwa. Kwa kufuatia hilo, katika wilaya yangu ya Butiama, shule ya sekondari ya Isaba, shule ya sekondari ya Mwibagi, shule ya sekondari ya Misanga, tunaomba sana fedha zipatikane. Baada ya kusema hayo, narudia kusisitiza kwamba tuwekeze fedha nyingi kwenye VETA, itakuwa mwarobaini wa ajira. Naomba kuunga mkono hoja. Asante sana.